Bwana, karibu sana katika sehemu ya 4 na ya mwisho wa hii ngoma ambayo tunamzungumzia hadithi ya Sofia, na hivi ndivyo ambavyo tunavyofanya. Sofia alipoingia chumbani alijifungia kwa huzuni mkubwa ikimtawala. Kila mtu alikuwa ana wasiwasi mkubwa sana, lakini binti huyo alikuwa analia kwa uchungu mkubwa. Hakukuwa na sababu ya kujifungia mlango, kwani moyo wake ulikuwa umejaa maumivu. Binti alihisi kama maisha yake hayakuwa na maana tena. Hakuna jambo lolote lililokuwa limetimia kama ilivyotarajiwa. Mama yake Sofia alijitahidi sana kumfariji mtoto wake. Sofia alijiona kama mtu aliyelaaniwa au mwenye mkosi ndani ya familia, na analisi kuwa anamletea mama yake aibu kubwa. Mwanzo alipata mimba na mwana akaikataa, sasa hivi kapata mume, kumbe mume wa mtu bwana. Lakini leo hii harusi ilikuwa ikiharibika mbele ya macho yake. Mama aliendelea kumfariji binti yake kwa upendo mkubwa. Ndugu zake Sofia nao walikuwa wakimpa pole kwa njia yao. Katikati ya maumivu hayo, maumivu mengine makali yaliongezeka. Sofia alianza kuvuja damu sana sehemu za siri. Sasa hapo inabidi niongee kwa kodi ili uweze kunielewa. Amaanisha mambo ya uzazi akaanza kuitika. Akaanguka chini na kupoteza fahamu. Ilibidi wafanye namna ya kuweza kumkimbiza hospitali haraka. Baada ya vipimo, daktari alitoa majibu kwamba mtoto aliyekuwa tumboni mwa Sofia hakuwa na mapigo ya moyo na kulikuwa na uwezekano mkubwa kuwa alikuwa amefariki. Hata hivyo, madaktari ilibidi wafanye namna ili waweze kumfanyia operation au kumpa vidonge vyovyote ili waweze kumtoa mtoto kuokoa maisha ya Sofia. Sofia na Aska walibaki wawili ndani ya chumba. Binti alisema kwa sauti ya huzuni, hatimaye ombi langu limejibiwa na Mwenyezi Mungu. Mungu amesikia dua yangu na mtoto ameondoka katika maisha yangu. Baada ya hapo, Sofia alipumzika. Sio poa, inaumiza kinomanoma. Alikuwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali huku Aska akiwa pembeni yake bila kuondoka. Baadaye Aska alimwambia kuwa alikuwa na muda wa kwenda kuswali. Aliporudi, Sofia alimuomba maji, lakini wote walinua mikono kwa dua katika hali ya ile ya uchungu. Bwana, hii movie inatoa funzo kubwa sana. Haijalishi unapitia hali gani, Mwenyezi Mungu ndiye wa kwanza kukimbiliwa. Baada ya kuswali, Aska alimgusa tumbo la Sofia, na licha ya kuwa mtoto hakuwa amezaliwa, Sofia alihisi upweke mkubwa. Lakini Sofia alisema kuwa kama Mungu atampa nafasi nyingine atajirekebisha. Aska alimpa tasbihi aliyokuwa nayo mkononi. Sofia alipotazama aliona bangili yao ya urafiki ilikuwa imevuliwa katika mikono ya Aska. Aska alieleza kuwa alitoa wakati wa kuswali, kisha Sofia akaamua kumvalisha tena. Hii ndo maana halisi ya mapenzi hayafichiki. Lakini baada ya Sofia kupewa dawa za kutuliza maumivu, Sofia alilazwa kwa saa kadhaa. Ghafla alianza kusikia tumbo linacheza, jambo lililotia hofu daktari. Aliitwa haraka sana. Baada ya uchunguzi, ilibainika kuwa mtoto alikuwa amerudi tena tumboni mwa Sofia akiwa hai. Tukio hilo lilionekana kuwa ni miujiza mikubwa sana na nguvu ya Mwenyezi Mungu. Sofia hakubaki kwenye huzuni tena. Alisema kuwa kama amepewa nafasi nyingine na Mwenyezi Mungu atajirekebisha. Wakati huo huo, video za zamani za Sofia zilianza kusambaa mitandaoni, yaani kutrendi, zikimuonesha kuwa alikuwa ameiba mume wa mtu. Aliyo iliharibu sifa yake na akafukuzwa kazini. Majirani waliendelea kumsema vibaya na kueneza umbea mtaani. Aliyo ilimlazimu Sofia kuondoka nyumbani kwa mama yake ili kuepuka aibu. Aska alimsaidia kwa upendo mkubwa. Alimtafutia nyumba ya kupanga, akampa mtaji na eneo la kuanzisha biashara yake. Sofia alianzisha butiki dogo na biashara ilianza kukua kwa kasi. Maisha yao yalizidi kukaribiana. Mimba ilipofikisha miezi 7, waliandaa kila kitu kumpokea mtoto. Siku ya kujifungua ilipofika, uchungu ulianza ghafla. Wakiwa njiani, walimpigia mkunga ambaye aliwasaidia hapo hapo. Hatimaye Sofia alijifungua mtoto wa kike, na mama yake Sofia alipopata habari hiyo alimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa furaha kubwa. Mtoto aliitwa Sela, jina ambalo Aska alikuwa ameliahidi tangu mwanzo iwapo angezaliwa mtoto wa kike. Baadaye mama na wadogo zake Sofia walifika hospitalini kumpongeza. Furaha ilitawala familia. Ikumbuke kuwa Aska hakuwa mume wa Sofia, lakini alimsaidia sana kulea mtoto Sela, akinunua mahitaji yote muhimu. Sofia alihisi uhusiano wao haukuwa wa kawaida. Aska alimpenda sana mtoto Sela kama mtoto wake mwenyewe. Alimkiri Sofia waziwazi kuwa anampenda na anataka kuwa naye bila kujali hali au hadhi yake. Hata hivyo, Sofia alikataa, akihisi kuwa yeye ni mzigo mkubwa na hastahili upendo huo. Hatimaye Sofia alimwomba Aska aondoke katika maisha yao na atafute mwanamke mwingine wa kuoa, kwa maana yeye tayari hana thamani tena kwake. Lakini Aska alisema kuwa anampenda sana Sofia na ataishi naye maisha yake yote. Huu ni mwisho wa sehemu ya 4. Sina budi kusema wewe ni mtu wangu wa nguvu sana, kwa maana umekuwa nami mwanzo wa episode hii, kuanzia mwanzo mpaka leo tunamaliza. Sasa tayari kwa ngoma mpya ambayo inakuja hivi karibuni. Jina langu ni moja tu, Town. Jina langu ni Chaz.